Je, unaijua historia ya jiji la Dar es Salaam? Mnamo mwaka 1960, jiji hilo lilijulikana kama kijiji cha Mzizima, likimaanisha maji yenye afya, lakini kijiji hicho waliishi wavuvi pamoja na wafanya biashara wadogo wadogo. Mwaka 1962, Sultani Majid bin Said wa Zanzibar aliita mji huo ni Dar es Salaam, kwenye maana makazi ya amani, kwani eneo hilo lilikuwa ni mahala pazuri na bandari kubwa, na hata walikuwa na wazoefu wa wafanya biashara wa bahari ya Hindi. Mwaka 1987 Ujerumani waliteka na kudhibiti Dar es Salaam, likiwa chini ya Ujerumani East Africa Company. Walifanya mji huo kuwa ni kama kitovu cha ukoloni kwa Wajerumani. Waliweza kutanua mji huo kuwa bandari ya kisasa pamoja na reli kuu ambayo ilijulikana kama Central Railway, kwa kuweza kuunganisha mikoa ya ndani ya mji huo. Katika vita vya kwanza vya dunia, majeshi ya Uingereza yalichukua mji kutoka kwa wakoloni wa Kijerumani. Mwaka 1961, hapo Dar es Salaam ikawa sehemu ya Tanganyika Territory chini ya udhibiti wa Waingereza. Waliweza kuendesha mji huo wa Dar es Salaam kuuza maeneo mbalimbali kama vile Kariakoo. Ni soko lenye msongamano mkubwa sana. Mwaka 1961, Tanganyika iliweza kupata uhuru wake kutoka kwa Waingereza. Dar es Salaam iliweza kuwa mji mkubwa nchini Tanganyika. Ilipofika mwaka 1964, Tanganyika iliweza kuungana na Zanzibar zikiwa pamoja na kuunda neno Tanzania. Dar es Salaam ilikuwa mji mkubwa, lakini ilipofika mwaka 1993, serikali iliamua kuhamisha mji mkuu wa kitaifa kwenda Dodoma. Lakini Dar es Salaam iliweza kukua kwa harakati za kiuchumi, kitaifa na kibiashara. Pia imeweza kuwa mji mkubwa wa kibiashara ndani ya nchi ya Tanzania. Usikose kusikiliza makala nyingine zifuatazo. Hii ni Sema Afrika, sogea tukujuze.